mechi kama hizi alafu mtu anakwenda kuupiga mpira akiwa peke yake karibia kwenye 6 ndani ya 18 ni makosa yetu wenyewe. Unakubali kwamba ni makosa yenu, lakini pia hamko kwenye nafasi nzuri. Kitu gani unakitazamia au mnakitazamia kama club kuelekea michezo mingine kumaliza msimu wa ligi? Yes, tunajua kama tuko nafasi nzuri, tuna mechi 3 zimebaki. Tunacheza mechi na Fountain Gate. Nafikiri ni mechi ambayo itatoa pia hatima yetu kwa sababu tuna ndo mechi tulobakiza nyumbani. Baada hapo tuna mechi ya nusu finali ya FA, alafu tutakwenda Mwanza na tutakwenda Kigoma. Kwa hiyo tunaamini kwamba mechi yetu ya Fountain ndio mechi yetu ya maamuzi na tunajiandaa kwa ajili ya mechi hiyo. Kwa hiyo tunajua kama tuko nafasi nzuri, lakini tuna hakika hatuwezi kwenda kucheza playoff. Ukiacha nafasi yako ya kuwa ni CEO wa klabu ya JKT Tanzania, lakini pia ni mchambuzi wa soka la Tanzania na story kubwa kiachana na leo mechi ya ligi kuu ni ile ya klabu ya Young Africans ambao leo wametoa kuhusiana na majibu ambayo waliopokea kutoka CAS na kusema kwamba hawajaridhishwa na hawana imani na club na viongozi ambao wanaongoza soka la Tanzania. Hili kwa upande wako ile statement umeipokeaje na unazungumza nini kuhusiana na ile statement? Matokeo ya CAS wao wameyapata, sio? Yeah. Hawaridhishwi nini na Tanzania kwa sababu sisi tulikuwa tunasema tangu awali kwamba namna mechi ilivyoahirishwa iliahirishwa kwa kufuata kanuni. Na binafsi mimi siamini kwamba mechi iliahirishwa kwa sababu ya Simba. Kwa sababu waliokaa kwenye kikao hawakuwa Simba, waliokaa kwenye kikao ilikuwa ni kamati ya uendeshaji wa ligi maarufu kama kamati ya masaa 72. Simba wao walitoa tu malalamiko ya kwamba tumefanywa 1 2 3 na wao walikuwa na ushahidi kwa sababu mechi commissioner GGC sijui walikuwepo kwenye kuhakikisha Simba wanakwenda kucheza mazoezi siku moja kabla ya mechi. Lakini hilo walikutokea, ndio maana Simba wakasema sisi hatuwezi kucheza kwa sababu kanuni hazifuatwi. Wao wakafuata kanuni kuahirisha mechi. Kanuni ipo ya 34-3 inasema wao TFF watakavyoona, yani sababu wanayo wao. Wamesema walitoa mistake kurudia maelezo waliotoa. Yalikuwepo pale. Sasa ilikuwa ni kazi ya Yanga kufuata maelekezo ya mamlaka. Ama sivyo kupinga kwa kutumia vyombo vya ndani. Wao wakaamua kwenda zao CAS wamewakataa. Lakini kulikuwa na kitu kimefanyika kama kujaribu kushinikiza hivi. Mnakumbuka kulikuwa na vikundi sijui wazee wa Mwanza, sijui wazee wa wapi, sijui wanataka mechi hatuchezi, lakini makamu wa rais alikuwa mtu wa mwanzo kwa kusema mimi nitakuwa mtu wa mwisho kwa mimi tutacheza mechi. Sasa unajua unazizuiaje hizo kauli tena? Unarudije tena kwa watu kuambia tunacheza kwa sababu kule mmeshindwa. Yanga wana imani na TFF ipi? Wana mwaka wa 3 unachukua kikombe. TFF ndio hii. Hawana imani kwenye engo gani? Wanasema kuna baadhi ya clubs zinapendelewa kwa experience. Nchi hii klabu ni 2 tu. Nchi hii klabu ambazo zinaweza kuonea watu wengine ni 2 tu. Ni wao na Simba peke yao. Hasa nani anapendelewa? Wanapendelewa Simba? Kwa kauli yako basi inaweza kuwa ni Simba wanapendelewa. Unaiona Simba ikipendelewa na ndio sioni mimi hapo naposema wanapendelewa ni wapi? Kwa sababu watu wanasahau Yanga walimsajili Tuisila Kisinda awamu ya pili. Wakati wanamsajili usajili umeisha. Mimi nina barua 2. Barua inatoka kwa katibu mkuu wa TFF anamwandikia mtendaji wa Yanga akijibu kwamba muda wa usajili umeisha. Kufanya hivyo tutavunja kanuni ya 62. Wanamchukua Tuisila, nyinyi mnasahau. Tuisila anachukuliwa usajili umekwenda mwisho na Yanga wana watu wengi kwenye kusajili. Wakamtoa mtu mmoja anaitwa Kambole kama mnamkumbuka. Wakasema Kambole amepelekwa kwa mkopo. Anapelekwa kwa mkopo huko wapi kunaitwa Uganda. Na hakwenda kokote. Alikuwepo hapa kutengeneza nafasi ya kumrudisha nani?